Ni sehemu yetu ya kipenga cha mwisho, sehemu ambayo tunatazama na kuangaza matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yamejikita katika mchezo husika. Mchezo baina ya timu ya taifa ya Tanzania kutokea katika taifa hili la Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ndio timu pekee ambayo ilisalia katika mashindano ya Total Africa Cup of Nations kwa maana ya AFCON katika mwaka 2025. Tanzania walipokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa timu ya taifa ya Morocco, lakini ulikuwa ni moja mchezo mgumu, mchezo wa kiushindani, mchezo wenye ubora, mchezo wenye ushindani, mchezo mwenye uweredi, na tukashuhudia 90 zikitamatika timu ya taifa ya Tanzania wakipokea kichapo cha bao 1-0. Muamuzi wakati katika mechi hiyo anaitwa Babu Traore, raia wa pale nchini Mali, na huyu ni mmoja wa waamuzi ambao walizingua kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa katika sehemu ya maamuzi ambayo aliweza kuyafanya katika upande huo. Stars walionekana kupoteza baadhi ya nafasi walizopaswa kuzitumia kulingana na makosa ya muamuzi na matukio mbalimbali pia ambayo muamuzi aliweza kuyachukulia for granted katika upande huo, yakiwa ni moja ya maamuzi ambayo yaliwanufaisha waliweza kuwanufaisha wenyeji Morocco na kuweza kuangamiza timu ya taifa ya Tanzania. Sasa in that side binafsi nitaomba moja kwa moja tutazame matukio mawili ambayo yaliweza kuteka mchezo. Moja ni tukio la bao lililokataliwa na VAR, bao la Morocco, bao ambalo lilifungwa na Yusuf Erikabi ilikuwa ni dakika 45 za kipindi cha kwanza, automatically ilikuwa inaelekea dakika 15. Then tukio la pili ni tukio la dakika 45 za kipindi cha pili, dakika zile za nyongeza dakika 4, Idi Suleiman Nado akichezewa madhambi ndani ya 18 na mwamba kweli anayejulikana kwa mwamba anayetokea katika upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Je, ukweli na uhalisia wa matukio haya mawili ambayo yalikuwa na utata, nini ambacho kipo nyuma ya pazia? Tukianza na tukio la kwanza, tukio la bao la Morocco halikuwa bao kama ambavyo VAR walikuja kumsaidia muamuzi katika mechi hiyo. Ukitazama wakati ambao Morocco walikuwa wamenufaika na tukio la foul ambayo aliweza kuicheza mwamba anayejulikana kwa jina la Selemani Mwalimu akimchezea madhambi mshambuliaji wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, then upande wa timu ya Morocco akapata foul ikaja kupigwa, then Ayubu Erikabi akaunganisha kwa cross kwa kutumia kichwa chake na kuanufaisha Morocco kupata hilo bao ambalo lilikuja kukataliwa. Automatically ilikuwa ni clear offside kwa sababu kabla ya mpira kupigwa Ayubu Erikabi alikuwa katika eneo la kuotea, na tunajua kanuni ya kwanza katika football ni kwamba kabla ya mpira kupigwa moja kwa moja unapaswa kuwa katika eneo ambalo haujazidi, lakini kabla ya mpira kupigwa Ayubu Erikabi alikuwa amezidi. Ndio maana hata kutazama zile line wakati zinapigwa, line nyekundu ilimgusa Ayubu Erikabi na hakuna mchezaji yote wa Taifa Stars ili kwenda kumgusa, so that was automatically clear cut offside. Lakini tukio la mwisho na tukio ambalo limeuteka mchezo na kuteka hisia za watu wengi ni tukio hili hapa, tukio la Idi Suleiman Nado akifanya madhambi dakika 90. Kwanza Idi Nado alisukumwa moja kwa moja, na kusukumwa kwake moja kwa moja pia inadhihirisha na kuthibitisha kwamba ni foul. Foul ile ilifanyika ndani ya 18. Beki alimsukuma kwa kutumia mkono wake, na nje na kutumia mkono wake beki hakuwa amedhamiria moja kwa moja kugusa mpira, alidhamiria tu kumchezea madhambi Idi Suleiman Nado. Muamuzi akapenda tukio hili, hata upande wa VAR usaidizi wa kumsaidia kuweza kuingia na akaweza kuamuru kwamba it is fair challenge, Nado amejiangusha. Lakini ukitazama kiukweli ni kwamba Stars walinyongwa na ukubwa wa Morocco ndio ukawabeba na kuwa waandaaji, wakapata fursa ya kupita kwa bao 1-0, lakini Stars alistahili kupata penalty. So that was clear penalty katika tukio hili. Hata ukimtazama Osman Kazi wakati anachambua kwenye sehemu ya kipenga cha mwisho anakuambia yeah, true, that was supposed to be the clear penalty for Tanzania because upande wa tackling ambaye alikuja kuifanya alitumia bega lake kuweza kumsukuma kumpiga push upande wa Idi Suleiman Nado wakati ambao anarisakama lango. So Stars wamenyimwa haki yao na penalty ambayo alistahili kuipata. You never know, penalty inakuwa na asilimia zaidi ya 80 ya kuweza kupata bao, na Stars wakipata bao la kusawazisha
then mambo na mzani ukawa umeegemea katika pande zote mbili, tukaenda katika upande wa extra time na hatimaye Stars kwenda akapata nafasi ya kufuzu, lakini tukio hili limewanufaisha Morocco na kuendeleza kuangamiza timu ya taifa Tanzania. Binafsi upande wako tukio hili unalizungumzia vipi? Tupia comment yako, lakini pia usahau kusubscribe. Hii ni Sky Media, sehemu ambayo inabarika na kuzipata taarifa zote zaidi.